Bila shaka karibu katika sehemu ya pili, awamu ya pili, ambapo tunaingia katika majadiliano. Leo hii tukitaka kuangazia makovu ya maandamano yaliyojiri Jumatano. Ni maandamano ambayo yalikuwa ni ya kuangazia kumbukumbu ya maandamano ya Juni 25 mwaka 2024, yalivyobadilika, yalivyokuwa, kila mtu na taswira yake. Waandamanaji halisi ni wapi? Na wanaopora ni waandamanaji pia ama wanaopora ni wahuni ambao wamekodiwa? Kule Naivasha tuliona wakisema kwamba ni wahuni waliokodiwa kutoka miji mengine na wanakuja kufanya uharibifu. Kwa madhumuni yepi haswa ambao ndio hawa wanatumika? Na je, serikali imekaa kimya vipi hadi wahuni kama hawa wana uwezo wa kuvamia vituo vya polisi, kuvamia katika baadhi ya taasisi muhimu za serikali za kaunti na serikali kuu na kuziteketeza? Serikali ikiwa wapi? Je, ni ujasusi wa serikali unafeli ama ujasusi wa serikali uko mbele tu lakini unaamua kuyafumbia macho ili kidole cha lawama kiende kwa mwingine? Tumeona baadhi ya viongozi moja kwa moja wakilaumiana, wakisema mtu fulani ndio umetaka kujaribu kuleta vurugu kwa minajili ama malengo ya kupindua serikali. Je, kweli haya maandamano yalikuwa ni ya kupindua serikali? Si mimi tu nitakayetoa kauli zangu hapa studioni. Mimi nitakuwa mwenyekiti kuhakikisha kwamba naongoza mjadala huu. Studioni ninaye Daktari Luchetu Likaka ambaye ni mchanganuzi wa uongozi na sera na vile vile mtaalamu wa siasa. Karibu sana studioni. Nashukuru. Na vile vile ninaye Peter Mutuku Mutua ambaye ni mtaalamu wa uongozi. Karibu sana studioni. Asante sana. Nianze nawe Peter, manake Luchetu nafahamiana naye vyema kwa muda. Matukio ya Jumatano ya tarehe 25 mwaka 2025 kwako wewe uliangazia taswira ipi yote kwa jumla? Yote kwa jumla, manake nilikuwemo, sikuwa nimelala, niliyashuhudia sehemu moja ambao nilikuwa nimesafiri, nikakuwa nimeenda kule Kiambu, kufika mahali panaitwa AAR ambayo ni hospitali fulani pale, nikakuta halaiki ya watu, nikakuwa pale kupita ni shida sana. Nikanibidi nikakaa kwa sehemu moja kama niko jela kwa masaa 8. Sasa hilo jambo linisumbua sana, nikijiuliza mali nilipo, kwanza mwanzo sijulikani niko wapi. Kama ningekuwa ni mtoto mdogo ana uwezo wa kutoka pale kwa njia moja ama nyingine, ilikuwa ni shida sana. Kwa siku ile mimi mwenyewe niliona uzalendo na utu ushatupwa nje ya dirisha. Sasa tushakuwa wanyama na tena sio binadamu. Hivyo ndivyo naweza sema kwa kifupi. Yeah. Naam, kauli yako ya ufunguzi Luchetu ni ipi? Haya tuliyoyaona Jumatano ni uzalendo, ni unyama, ni utu, ni uraia, ni demokrasia tunaitafuta? Masuala karibia 5. Kakangu, ni jambo la kufedhehesha sana na tunasoneleka kama wa taifa, kwa sababu masuala haya yote yanakinzana, kwa vile tatizo liliopo ni kwamba Kenya inajipata kwa njia panda kwa matatizo ambayo ni mengi mno, na nafasi kama hii ya maandamano inaleta mambo mengi pamoja. Wale wanatoa hisia mbalimbali kwa sababu ya matatizo ambayo ninasema yako mle ndani, na pengine haya maandamano ni kigezo tu, kiduchu tu cha yale mambo ambayo Wakenya wanapitia. Na pengine nafasi hii inapojitokeza, wengi wanajitokeza kutoa hamasa ama kutoa hamaki yao kwa sababu wanafinywa na mambo mengi, na tunaona kwamba tumepoteza Wakenya, tumepata hasara nyingi kwa sababu ya biashara kuharibika hapa na pale, na kama taifa wengi tumeanza kujiuliza mbona tumefika hapa wakati huu. Naam. Peter, ulizungumzia unyama, uraia ambao ulikuwa unaonekana umepotea. Kwa nini unadhani ni unyama ulijitokeza? Nilitazama na nikatazama na mtazamo wa ndani sana. Mwenyewe unajua kwamba nakwambia nilishuhudia. Ndio. Nikajaribu kuangalia hawa wanaotembea na wamevaa manguo kama binadamu, ubinadamu uko ndani yao kweli? Na mimi mwanzo ile kitu nilikera sana ni kwamba katika hayo maandamano ilinibidi mwenyewe nijifiche,
kwamba kutoka ilikuwa ni shida, yangeendelea mwaka mzima bado ningekaa pale. Just fikiria kwamba umekaa mahali pamoja mwaka mzima huwezi tembea. Wewe umejiweka kwa jela pasipo na makosa yoyote. Sasa nikaona haya mambo, mimi mwenyewe nikaangalia nikasema siku ile ule ubinadamu ambao tunajulikana kama wananchi wa Kenya kwamba sisi tuko kitu kimoja, hakuna ukabila na hakuna jambo linafaa kuwa likubwa ambapo waliwezi kuletwa kwa meza tukalizungumzia pale siku ile sikuliona. Sasa mimi kwa sababu nasema ya niliyoyashuhudia, niliona wanyama walikuwa wengi sana. Hudhani kulikuwa na uzalendo wowote? Kwa sababu labda wewe ulishuhudia pande la wahuni na wale ambao walikuwa mjini wakifanya maandamano walikuwa, manake wenyewe wanasema makundi yamekuwa mawili toka haya maandamano yaanze kuwepo, yamevurugwa. Mimi hata sikusema mambo ya wahuni na waandamanaji. Nisema wote, kwa sababu pia wahuni wote. Hata mahali nilikuwa kwa mfano mama moja ana kibanda kidogo cha kuuza maharage, chapati 40 bob. Waliingia wakachukua chakula chake, kwa hivyo ni kumaanisha walikula bila kulipa. Wakapora, ni kumaanisha yule mama siku ile kama alikuwa ametumia pesa zake kidogo kununua vitu vya kutengeneza ndio apate tena faida kidogo, siku hiyo alienda bila kitu. Sasa kwa siku ile ungejua wauni ni nani na watu wazuri ni nani. Na vile pale milio ya bunduki ilikuwa nyingi sana. Kwa hivyo nasema kwa kijumla siku ile ya Jumatano 25 mwezi wa 6 mwaka huu itakuwa ni kumbukumbu ambayo sio kumbukumbu ya kunikumbusha mambo mazuri, sijui wengine mahali walipo. Kwa hivyo makundi yote, wauni, waandamanaji na serikali, shida ilikuwa kubwa sana. Manake pali hakuna kusikizana na kusema tuache haya maneno, then shida inatokea. Kwa wakati hule wewe sema ni huyu mzuri, yule ndio mbaya. Kwa hivyo siku ilikuwa ni siku moja ya mushkili. Kwa nini labda unadhani vijana hawa ambao ni waporaji, wacha niite waporaji na wahuni, wanatumia nafasi hii pia wao kujipenyeza katika maandamano haya? Unajua kawaida mambo ya utofu wa nidhamu ama mtu kuwa na nia fulani ya kufanya chochote kile, unasubiri mpaka wakati itakuwa inaofaa. Unajua wakati watu hawasikizani, watu wanagombana, watu mmoja anakimbia huku na kule, kunaachwa nafasi ya kufanya uofu. Huenda ikawa wengine walifanya uofu kama tulioona mjini Nairobi. Sana Nairobi mjini ndio shida ilikuwa kubwa sana. Pale kwa wanaita CBD. Walipata wengine, huenda ikawa ilikuwa ni siku yao ya kwanza kufunja na kuchukua mali ya watu. Maanake hiyo nao siku hiyo ya kwanza ilikuwa kuna nafasi nzuri ya kufanya hivyo. Maanake polisi wale wangewakamata wanakimbizana na wengine. Kwa hivyo ukakuwa na nafasi ya kufanya hivyo. Kwa hivyo hawa waporaji wanachukua kwa kimombo taking advantage of the situation. Kwa kimombo kwamba aliangalia akaona hapa kuna mwanya, wacha hii mwanya tuitumie kuchukua, kupora, kuvunja, kuchukua simu ya mtu, kuchukua hiki na hiki. Wengine wanapora na wabeba mali ambao watumia wenyewe tu. Ni wanataka tu kubeba tu, kufunja tu. Hata ukiuliza mbona umebeba hii, watumii. Yeah. Uzalendo unaishia wapi Luchetu? Manake hili linafaa kuwa kama uzalendo na uwajibishaji wa serikali, lakini linabadilika kuharibifu. Kwangu ningependa kukujengea taswira tofauti kidogo kabla nikueleze. Bila shaka. Mbona yanafanyika hivi? Na niliposema hapa awali ni kwamba mbona tumefika hapa. Hawa vijana ambao waliongoza maandamano ni wale ambao wamepoteza tumaini. Na mtu ambaye amepoteza tumaini atafanya chochote. Kwake maisha hayana umuhimu. Na ni kwa sababu gani? Rais aliingia kwenye uongozi akiwa na historia nzuri sana, na wengi waliomshabikia walimshabikia kwa tumaini kwamba angeyashughulikia yale ambayo yalikuwa yanawafinya. Walimshabikia kwa sababu ni yule ambaye ana historia kwamba aliuza kuku, hana jina kubwa, na basi ametumia nafasi hiyo kujenga taswira nzima, na akawaahidi kwamba nitawatendea haya yote. Na wakaona kwamba kweli walala hoi
wengi walimshabikia wakiamini kwamba atawatekelezea, na huyo ambaye anaelewa hali ya maisha ya uchochole waliokuwa nayo. Baada ya uongozi huu kuingia kwenye mamlaka, tumeona wakikosa kutimiza ahadi nyingi ambazo waliwapa Wakenya. Hapo ambapo tunakuja kufikia ndio tupate huo mswada ambao unatuleta kwa historia hii, ni kwamba mswada huo ulikuwa unakandamiza Wakenya. Na ndio hivyo wengi wakajitokeza kuupinga na tukawapoteza. Sasa hivi tunarejea kwa maandamano kuadhimisha wale tuliowapoteza, lakini tunapoteza wengine na tunaharibu mali ndio taifa nzima. Je, tatizo liko wapi? Tatizo letu kubwa ni kwamba hatuna uwajibikaji na tunakosa mwelekeo wa kitaifa kwa sababu ya uongozi hapo juu. Hapa awali na kabla kufikia hapa tarehe 25, kulikuwa na ripoti ambazo zilisemekana kwamba kuna wahuni, kuna viongozi fulani wamepanga mambo fulani. Kakangu, la kushangaza ni kwamba hata vigezo ambayo tuko navyo ambayo tumeona, na tunaona taasisi za serikali ama vyombo vya dola vina uwezo ya kuhakikisha kwamba hawa wameshikwa na wamestakiwa, hatujaona hata mmoja wao. Ndio. Ikifika wakati wa maandamano, tuliambiwa maandamano ni amani, lakini baadaye tunaona runinga zinazimwa, na basi uharibifu tulipoacha haya maduka yakiwa kwa salama, mbona tuamka asubuhi tutapata maharibika vile? Ni nini kilitendeka wakati tulikosa kupata kwamba taarifa hazipeperushwi na mambo mengine yanafanyika mle ndani? Lazima tujitazame kama taifa kwamba ni wapi tumekosea, na swala ambalo linaleta kukosea ni kwa sababu vijana hao wamekosa tumaini na watatokeza kwa uharibifu zaidi. Na tazama vipi wanalenga vyombo vya dola. Ni kwa sababu wanaona kwamba askari ni mfano wa udhalimu. Bunge wanaliona kama hao ni wadhalimu. Ikulu ndio hivyo. Ndio naona wanajitokeza na hamaki hasa ili kuharibu, na hivyo katika hali hivyo tunapoteza mwelekeo kama taifa. Niseme hivi. Ikiwa tunatazama haya yote vile yamefanyika kwa sasa, kakangu, tungekuwa na wale ambao wameshikwa. Lakini tunaona wale ambao wameshikwa ni vijana wadogo wadogo. Je, wale waziri amesema kwamba ni financiers wako wapi? Je, wale wenye standard ilisema kwamba kuna mambo fulani ya nani, mbona hawajaita kuandikisha taarifa? Ikiwa tuko na tatizo, lazima tuangalie katika nyumba kwamba je, tatizo letu laanzia wapi? Na sisi kama taifa tumekosa mwelekeo wa kutazama kiundani na kuwajibika. Tazama ndimi za waziri wakati anajitokeza na ndimi ambazo anatumia kwamba hawa ni terrorist. Hizi ndimi ukiangalia kiundani, kweli kama kuna watu ambao wangekuwa wamehusika kwa sasa hivi, tungekuwa tumewafungia kule kwenye stesheni ambazo vijana wanaenda kuzichoma. Tatizo kubwa ni kwamba tunaharibu taifa tukiona sisi wenyewe, kwa sababu tumekataa kukosolewa na tumekataa kuyatimiza yale tuliyoahidi wa vijana. Mwaka uliopita rais alisema atawaita vijana awasikize na tufanye mikutano kuelewana tatizo liko wapi. Kumbuka hawa ni vijana ambao Kibaki aliwapa elimu ya bure. Wamesoma, wamehitimu, wanaelewa teknolojia. Ndio hivyo, vipi tutawadhibiti? Hatutawadhibiti kutumia mikakati ya miaka ya 60. Ndio. Inahitaji tufikirie vipi tutawadhibiti, na kuwadhibiti si kwa semi, si kwa ndimi. Na angalia vile waziri anapomalizia jana jioni kwamba yule ambaye anakuja kwenye stesheni akiwa na nia fulani mpige risasi. Ndio, tutarejea vipi kushughulikia swala hili? Tutalirejelea swala hilo. Luchetu. Peter, kauli za Luchetu namsikia akizungumzia kwamba rais mwenyewe alikuwa na ahadi tele kwa kizazi hiki. Ni kizazi ambako kinajihisi kwamba ahadi walizoahidiwa hazijatekelezwa. Kwako wewe pale unapoketi na mtazamo wako, unadhani rais ana uwezo kuwafikia yote wanaoyahitaji hawa vijana wa Gen Z, ama kwa kiwango gani anaweza kufikia? Mwanzo ieleweke kwamba roho huumia kama ahadi hajatimizwa. Ndio. Na ahadi, mwenye kupeana ahadi lazima itimize. Maanake akipeana ahadi alikuwa amewaza na akawazua akaona inafaa kupeana ile ahadi. Na
rais wa Kenya ana uwezo. Manake hadi ambazo vijana wanafuata, hata wazee, sisi wote ni zile mwenyewe alizipeana. Ana uwezo mkubwa sana na anaweza tekeleza haya, na akitaka na amue anaweza kutuondolea dhiki. Lakini si kutuondolea dhiki kutoka kwa mguu, anaituachia kwa mbega. Anatuondolea dhiki yote kila mahali kwa maisha yetu, dhiki anatuondolea, manake ana uwezo. Shida ni ya kwamba tuna shida hapa, na tulipoanza mazungumzo na Thania tungeanza, mimi mwenyewe ningeanza na hiyo kwamba kuna shida ya mnyororo wa amri, chain of command. Kwa sababu mara kwa mara tunasikia mtaani kwamba mtu fulani ndiye aliagiza haya yafanyike. Na tukiangalia jana, siku ya Jumatano tarehe 25, ilikuwa ni siku 8 baada ya tukio lililotokea tarehe 17, ambapo watu walienda mtaani na kukuwa na mambo ambayo hayakueleweka, mpaka leo hayaeleweki. Mambo ni kama polisi, ambao wewe mwenyewe kama Yeri unajua polisi akisema, kama for example wa traffic, akikusimamisha barabarani lazima usimame. Ndio. Lakini ile siku tuliona polisi wakiwa pamoja na watu ambao walikuwa wamebeba mapini, wakakuwa pamoja na wao. Keshoe watu wakalalamika, na tujaona wakubwa wakizungumzia hayo kikamilifu, wakikana ama wakisema walifanya makosa, kwamba waliruhusu jambo kama lilo kutukia. Pale ndio ilete shida. Kwa hivyo ikatengeneza namna ya watu kuwa na mawazo na fikira, siku ya 25 watafanya vile vile. Sasa wakakuja wamejiami, na ndio tunasikia kwamba kuna watu walikuwa ambao sio waandamanaji, ambao walikuwa na nia nzuri, ndio wakaingilia, wakapenya ndani. Peter, ukiendelea, unadhani kuingiza wahuni ndani ya maandamano haya ni kwa madhumuni gani, kwa faida ya nani? Ndio hiyo sasa nataka kuzungumzia, niseme sio faida kwa yeyote yule. Manake wewe mwenyewe ambao ulitafuta wauni ukaweka ndani, wakaingia ndani, wakapenya kwa mipango ya watu walikuwa na nia nzuri, wewe wakaingia ndani wakaanza kuleta uporaji. Wewe mwenyewe mahali umeketi pale, hujui kwamba duka moja iliyoporwa ni ya kakako. Manake sisi wote ni kaka kwa yule mwingine. Haifai kuwa ni kaka kwa sababu majina yetu inafanana. Ile shida tulipata Nairobi kwa mfano. Sio lazima nitwe Kilonzo ndo niwe kaka. Mimi nilipoingia hapa nikakuita kaka. Ndugu yangu hapa akakuita kaka. Sisi ni kaka, kwamba sisi ni wananchi wa Kenya, sisi ni tunafaa kupendana. Ndio nisema tumekosa uzalendo na utu. Pasipo na uzalendo na utu hapata kuwa na ukaka. Unanielewa? Lakini manake lile duka liliporwa, mimi mwenyewe nikitoka hapa nikitaka kununua simu mtatoa wapi? So maduka yote yakiporwa, manake ni ya Wanjiru ama ni ya Unyango, ni ya Mtua, wewe Yeri utanunua simu wapi? Ndio. Kwa hivyo shida ya moja ni shida sisi wote. Ile shida tuko nayo ni kwamba tarehe 17 after that hakuna mtu alijitokezea akakemea. Na licha ya kwamba kabla ya maandamano haya gazeti la Standard lilisema kwamba kuna udhamini kutoka kwa baadhi ya watu ambao wanapanga kuchafua maandamano haya, lakini kama alivyosema Likaka, paka leo hakuna aliyekamatwa, hakuna aliyeshtakiwa kuhusiana na madai ambao vyombo vya habari viliweka na kusema kuhusu mipango hiyo. Mimi ningesema hivi, ni uzalendo, ni utu, ni serikali nzuri yenye sera nzuri. Mambo yakitokea kwamba fulani na fulani alihusika na fulani anampanga hii, ni vizuri serikali ichukue hatua, akamatwe, apelekwe polisi. Kama ana makosa afungwe, kama ana makosa aachiliwe. Maanake ilikuwa wazi watu fulani, na ikachapishwa mazungumzo yao katika WhatsApp group zao, ilichapishwa. Na kama ilichapishwa na ilikuwa ni makosa kuchapishwa na ilikuwa ni ufumi, then Standard ijachukuliwa hatua. Na kwa sababu Standard ijachukuliwa hatua, ni kumaanisha tena walizungumza ukweli. Sasa ule ukweli tunataka tuone matunda ya ukweli.
Asante sana. Ni Peter huyo, na pia ninaye Luchetu Likaka hapa studioni tukizungumzia masuala ya makovu ya maandamano ya Gen Z. Tukirudi tutakuja kukupatia sauti na kauli za waziri wa ndani Kipchumba Murkomen. Umsikie mwenyewe, alafu wachanganuzi watayazungumza hizo kauli zina maana gani, kwa nini aamue kusema vitu kama hivyo. Sende mbali, tupate pumziko fupi. Dial *811*800# to get this as your skiza tune. KTN, ndio home. I don't accept that. Get ready for an unforgettable experience. At KTN, we've got it all. Hold tight, because the adrenaline rush is real. Our action-packed films will have you gripping your seat. Craving suspense? Hungry for adventure? Or just looking for that perfect escape? Whatever your mood, KTN is your ultimate destination for a movie experience. Karibu katika sehemu ya pili ya yanayojiri, ambapo katika sehemu hii ya pili ndio tunaangazia masuala ya mazungumzo mbalimbali. Nataka tumsikilize Waziri wa Usalama wa Kitaifa Kipchumba Murkomen akizungumzia hatua ambazo anataka maafisa wa polisi wachukue iwapo waandamanaji au wahuni watavamia vituo vya polisi. Hebu tumsikilize.
Pia polisi, mtu yoyote mwenye atakaribia police station, piga yeye risasi. Mtu yoyote mwenye anatupiwa mawe, polisi anataka kuua polisi, ati atakuja kupembelezwa. Unafikiria bunduki ni mandazi? Lakini wananchi wa area hapa mwenye anakuja kuripoti, mwenye amekuja kukosea nini, mwenye amefanya nini, anaandikiwa, unapeleka kotini, hiyo anapelekwa kotini. Lakini mtu mwenye anakuja kuchukua bunduki, mtu ameshakuja police station, anataka kuchukua ofisi ya serikali, anataka kuchukua bunduki, anataka kukujia maisha yako, pita na yeye. Hiyo kesi nyingine hiyo mimi ndio nitasimamia. Bora hujatoka hapa ati kwa sababu ya nini umeenda hapa nje kutafuta mtu ya kuua, hapana. Lakini mtu amekuja police station, ametaka amri, anataka bunduki, anataka maisha yako. Hapana bwana, hata kama ni madharau, hata kama mtu anadharau polisi, usikubali upigwe ati wewe umepigwa marungu na wewe ni askari uko na bunduki. Hiyo itakuwa ni bure. Fanya kabisa yenye utaweza. Tutafanya hiyo kesi nyingine baadaye. Tumemenisikia? Yes sir. Yeah, we will defend you, we will support you. We cannot allow our country. Kama sio nyinyi jameni, hii watu wenye wanafanyia nyinyi madharau na kuongea Kiingereza mingi na wanaishi huko Karen, kama sio nyinyi hii nchi ingekuwa kweli. Luchetu Likaka, najua pia wewe ni mtaalamu wa masuala ya usalama. Nataka nikurushe kwenye shimo hilo leo. Uzito wa kauli hii ya Murkomen ni upi? Bunduki si maandazi. Kakangu, nianze kwa kusema kwamba ni jambo la kustaabisha sana na ni aibu kwamba waziri anaweza toa kauli kama hiyo. Kwa sababu gani? Kuna supremacy of the constitution, ibara ya pili, katiba, na chochote ambacho ni kinyume cha katiba basi hakitaki kuzingatiwa. La pili, tuangalie ibara ya 26 ambayo inaangalia right to life, na tuangalie ibara ya 37 ambayo waandamanaji wametumia. Chochote ambacho waziri amejaribu kueleza hapa ni kinyume cha sheria na lazima ikemewe ipasavyo, kwa sababu hana ruhusa kisheria kutoa amri kama hiyo. Turudi hapa awali. Mbona mwananchi wa kawaida anaenda kuharibu ama anajitokeza kwamba anamdhulumu polisi? Ni kwa sababu nilisema kwamba polisi anaonekana kama ni chombo ama ni vyombo vya dola ambavyo vinawakandamiza wananchi wa kawaida. Na ndio naona wananchi wanajitokeza kupinga dhana hiyo kwa kuharibu mali hiyo ambayo ni yetu, ambayo ni kinyume cha sheria. Lakini waziri hana haki kisheria, kwa sababu wakati ambapo umetumia bunduki unawajibika kibinafsi kama polisi, wala waziri hata kuja kule mahakamani kukuokoa. Tutatumia hiyo sheria ambayo iko katika National Police Service Act ya 2011 ambayo inapeana vigezo jinsi askari anatakiwa kujilinda, na atatumia nguvu kama last resort ili kulinda maisha yake. Lakini hapa hivi waziri akipeana hivi, na tunajua kwamba Wakenya wameshaghadhabika kwa sababu wanauliwa kiholela, basi yeye ndiye anatuingiza mahali pabaya zaidi. Nirejee niseme hivi, ninampata waziri akienda njia mbaya kwa sababu wameshindwa kuwadhibiti wananchi. Na wameshindwa kwa sababu gani? Kwa sababu wananena mengi sana kuliko yale ambayo wanatekeleza. Tumemwona waziri mwenyewe akitembea kwenye mji akisalimiana na wale ambao ni Wakenya wa kawaida, kutuambia hali ni shwari. Vipi kuna kuja kutokea mabadiliko haya kwamba hawa uni, kulingana na ripoti ambazo zinaeleza, ni kwamba waletwa na magari ambayo hayana number plate? Jameni, ujasusi ilienda wapi? Jameni, intelligence yetu iko wapi? Kwa sababu hao wote serikali ina uwezo ya kuweza kuwakamata badala ya kulinda ili kuwapiga bunduki, kuwapiga risasi. Lingine, ikiwa waziri ambaye tunatarajia awe wa kuleta utaifa, uwiano na umoja, tunamsikiza huyu waziri ndio yule ambaye anatoa cheche ambazo zinaongeza hamaki, na unaona wananchi wenyewe vile wanapomtolea hamaki pale, kwa sababu wanajua haki zao.
Na wenyewe serikali hii wamekuwa wakieleza kwamba wajinga wa Kenya waliisha. Je, mbona hii serikali haijichuni ione kwamba kweli hawa wa Kenya ni werevu? Lazima tutafute mbinu tofauti ya kuweza kuwashughulikia matakwa yao na maslahi yao na tuendeleze utaifa. Na nirejee kwa kumalizia niseme hivi. Tukumbuka kakangu kwamba siasa zetu ni za kikabila. Na hata katika vyombo vya dola hivi na serikali tunayo, ukabila umeingia ndani sana. Na ndio naona kwamba haya makundi yanakuja hasa wakati tunaanza mambo ya kampeni. Na ndio naona makundi haya yako na faida. Faida yao ni nini? Faida ya hao makundi ambayo ni magaidi ama waite goons ni kwa sababu wanatishia amani ama wale wapinzani wako kwa urahisi ili wasijitokeze kupiga kura kwa mfano, ama wasijitokeze kufanya jambo fulani, ama watumie kuharibu mali yao kuwatishia. Hiyo ndio faida ya hawa wahuni. Na hawa wahuni ambao tumepeana maafisa wetu wako kule Haiti kushughulikia wahuni wa huko. Ikiwa hatutalinda hawa wahuni sasa hivi, huenda 2027 wahuni watakuwa kwamba ni wengi sana, ni wakubwa mno na wanajipatia maisha yao wenyewe, watatushinda kuwadhibiti. Tutahitaji Haiti. Hapo awali tulikuwa na Can Youth Wing. Wakati ilikuwa shida kwamba kuwadhibiti, ilibidi tuwaondoe. Na ni vigumu kwamba viongozi wetu nashangaa vipi wanaweza kukubali mambo ya kutumia wahuni. Hawa wahuni kesho wanajitafutia maisha yao, ni kama ile kikundi ambayo kwa kimombo tutasema gets its own life. Inakuwa ngumu sana kuidhibiti na naona ni hali ya hatari. Ikiwa wahuni wamehusika sasa hivi, wakamatwe, washtakiwe, wapelekwe kotini, wapelekwe kule penye wanatakiwa kuelekea. Naam, kauli ya Lucheti Lukaka hiyo. Peter Mutuku. Naam. Uzito wa kauli ya waziri. Najua wewe pia unaofahamu masuala ya usalama. Ina maana gani? Tuichukulie kwa uzito gani na kwa fedheha ipi haswa? Unaona hata lilo jambo unaona natafuta maneno ya kuyazungumzia na kosa, lakini wacha nijaribu tu. Ngangana. Maana yake jambo lenyewe ni zito sana. Waziri anafaa kwanza kujielewa yeye ni waziri na maneno yake anafaa kuyachunga sana. Mwanzo unaona alipozungumza mahali pale, wananchi wenyewe ndio walimkosoa. Na wananchi wao si wanasheria kama yeye. Yeye amekithi kwa mambo ya sheria, akasoma akakuwa mkufunzi, yeye ni mtu anaelewa sheria kabisa. Kwa hivyo sasa sijui ni nini, ni pepo gani limuingia, manake ukiambia askari, ukiona mtu akizongea karibu na alitumia jina akaribia police station, pige risasi. Sasa kila mtu ambaye wewe unasema unataka kuambia polisi kila mtu ni suspect. Ukiona mtu tu hivi akitembea akija polisi amebeba rungu, mpige risasi, yao wengine tuongea baadaye. Sasa nafikiri polisi wenyewe wana akili zao na watachukua yale maneno vile yalizungumzwa, manake haya ni makosa makubwa sana, manake anawaambia fanyeni hivi lile alifai. Pale alipozungumza nikasikia wananchi wakikana, wakimkemea, Mzomea. wakamwambia mtu akamatwa apelekwe ndani ya polisi, kama na makosa apelekwe jela. Automatically wale watu wa eneo lile washaanza kujihami kwa mawazo, kwa fikra, ni vipi tutafanya tukisikia mmoja wetu amepigwa risasi. Na huenda ikawa mwenye kupigwa risasi ilikuwa inafaa apigwe risasi kwa mfano. Na mimi mwenyewe ningesema hivi, waziri angesema yale aliyasema lakini kwa njia tofauti. Mbona hakusema ukiona kuna shida wacha sheria ichukue amesema yote. Amesema yote lakini amesema kwa njia ambayo ameisema kama waziri. Lakini aseme tu kama ni mmoja kiongozi wa wanamgambo. Kundi hili la seme kwa Mungiki, lingine linaitwa Swika 40 Brothers ate Pwani sio Kenya. Vitu kama hizo. Yeye hakuzungumza kama waziri. Angezungumza kama waziri aseme wacha sheria. Sheria ipo. Kama una makosa fulani na inasema sheria uwawa, utauawa, unyongwe au sio? Kama umefahamia polisi, hata wewe mwenyewe kama ni wazibu, unajua kuna sheria, usifamie polisi stesheni utapigwa risasi. Lakini usiseme piga risasi, ni makosa. Ya makosa kubwa. Nataka niulize swali hili. Maandamano haya ya juzi
yanatoa taswira gani kwa Rais William Ruto? Rais William Ruto anafaa ajifunze nini na anakosea wapi kufanya waandamanaji hawa kuwa na nguvu ya kutokeza baada ya mwaka mzima ya kutaka kuzungumza naye? Peter. Rais wetu alikuwa na nia. Mwaka jana wakati watu waliandamana, na ningesema hivi, isiwe tena watu wanasema maandamano ni Gen Z. Generation zote zilikuwa. Tuna mzee mmoja hapo na umri wa miaka 80 mpaka watu wakampa jina la utani Moses Musa atuongoze. Walikuwa wengi, hata picha zingine nimeona leo kama kwa jarida la Standard. Mama fulani pale nikimwangalia hivi umri wake si wa Gen Z. Kwa hivyo ni wote waliandamana. Na watu waelewe kwamba Gen Z wana wazazi, na wazazi wao most of the times ndio wanawaruhusu wanaenda kula, ama watoto wanakuwa na nguvu kuliko wazazi. Wazazi wanasema ndeni tu, kazi yetu ni kuwaombeeni. Kwa hiyo yule alikuwa ako barabarani na yule anaomba, wote wako pamoja. So ningesema hivi, rais alikuwa na wakati mzuri sana. Na kila wakati mimi nasema, niulisikia nikisema kuna mnyororo wa amri, na nafikiri mnyororo wa amri, chain of command, kuna mahali either imefunjika ama kuna watu wamendandia ambao ni madalali na sio washenga. Maana kama wangeshenga, wangekuwa ni washenga, wangetufanyia vile wanatufanyia, ni madalali. Sawa, madalali wamedadia. Na madalali wengine ni mawaziri, ambapo wanaambiwa wafanye vitu kwa njia ile inayofaa, wanafanya kiwao kibinafsi. Rais kwanza angeangalia mawaziri wake wale wanamfeli awaondoe. Maanake Kenya tuko 53 milioni. Tena Kenya hii wasomi wengi na wana uzoefu tofauti. Unaona, kwa mfano tuko hapa, wewe unaelekeza mazungumzo ya leo kwa lugha ya Kiswahili. Sikumaanisha wale wanaelekeza kwa lugha ya Kimombo ni bora kuliko wewe. Kila mtu na uzoefu wake. Kwa mawaziri wengine wasipewe tu ni kama tuzo ya urafiki. Serikali sio mambo ya urafiki. President wa Kenya, rais wetu wa Kenya, aachane na marafiki, aangazie ni mpaka lini mimi mwenyewe kama rais nitaendelea kuona watu wakiuawa nikiwa kama rais. Ni wapi tumekosea? Kama ni wapi tumekosea, tunasema pole, tunaomba msamaha na tuendelee na mbele. Na kuomba msamaha na kuendelea mbele ni kurekebisha makosa. Kama kuna makosa yako mahali fulani, yarekebishwe na urafiki uishe. Maanake kama urafiki tutakuwa unaendelea na watu wanaendelea kufa na shida kama zile tuliona mjini tarehe 25, watu jana wakiamka siku ya Alhamisi, wa mama na vijana wa kike na wa kiume na wazee walifika mahali pao pa kazi, wanakuta kuliporwa, watu wanazirai. Hatujui wengine kama watakuja kupona. Mambo ni mengi kuliko yale tumeonyeshwa. Kwa hivyo kama rais ajitokezee, aseme I'm in charge of the country. Sitaki urafiki, nataka kuwe na uzalendo na utu nchi ya Kenya. Tuone akizungumza. Lakini asipozungumza, shida inaendelea. Ni kumaanisha, kwa mfano vile waziri alivyozungumza, kama hakuna mtu ambaye ni mkubwa kuliko waziri, ambaye waziri ameteuliwa, lakini kuna wakubwa. Na vile vile inaweza tafsiriwa ni kauli ya aliyemteua. Kama wenye kumteua hawajitokezei na wakane, waseme sisi matamshi yake ni yake binafsi, lakini huo sio msimamo wa serikali yangu, itakuwa ni shida. Luchetu Likaka, tumekuwa hapa tukimtafsiri sana Rais William Ruto. Maandamano haya wengi wameangalia ni kwamba maandamano yanachipuka yenyewe kama virusi tu. Hakuna ambaye anayasukuma kama zamani tulipomwona Raila Odinga akiwa na msukumo mkubwa katika maandamano. Maandamano haya hayana picha, hayana mtu unaweza kusema moja kwa moja yanasukumwa na Suleiman Yeri. Ni vijana wenyewe wanasukumana mitandaoni na wanajitokeza pakubwa, na si vijana pekee, hadi wale ambao sasa hivi wanataabika, wafanyabiashara wamo ndani. Ni nini Rais William Ruto anafaa ajifunze ili angalau 2027 aweze kuwa na mahali pa kupumua, ama wenyewe wanasema hesabu zitaisha asubuhi?
Kakangu, rais akona nafasi nzuri sana na baada akona muda mchache kuweza kutukomboa vile alituhaidi. La kwanza ni rais aondoe wale advisors wake. Wamemfeli. Kwa sababu kama rais anaweza kuwa na watu ambao wanampa mawaidha na taifa linaelekea vile linaelekea, kwangu ningewafuta wao kazi. Kwa sababu hamuelezi ukweli na kuna taswira kwamba rais hayuko in touch na ground. Pili, ahadi zenye rais alipeana, ningemwomba sana aweze kuchukua muda na kuyatimiza. Kwa mfano, rais alisema atashughulikia masuala ambayo wale walikuwa na state capture kwa DCI na kwa polisi na kwa Kenya Revenue Authority. Je, ameyatekeleza? Na ikiwa ameyatekeleza, mbona yale ambayo tumekumbana nayo wiki 2 iliyopita kwamba yalihusisha na polisi? Hapo ndio tatizo linatokea. Pili, asasi ambazo tunaona kwamba zimetekwa nyara na ya executive ama na afisi ya rais yenyewe. Hapo ndio tunaona tatizo kubwa, kwa sababu ameendeleza masuala haya kibinafsi kwa mtazamo wangu. Na pengine wengi wamejiondoa kwamba wamuone rais akiaibika akiwa peke yake. Tatu, ikiwa kuna mambo ambayo unafanya kwenye nyumba yako na unaahidi watoto wako 2 matatu na huyatekelezi, hawa watoto wanaanza kuwa na utundu na watarejea kwa kuwapinga, na wanapinga wazi. Ndio naona waziri anapingwa wazi na wananchi. Rais akona nafasi ipi? Kama tunataka kuadhimisha vifo ya wale vijana ambao tulipoteza, mbona tusiyakubalie haya? Badala ya kufanya maandamano, tuifanye kama sherehe ya kitaifa ya maombi ambayo tutaenda kule kwenye uwanja tuweze kuomba, na tusifanye kwenye streets zetu, ili tukubaliane na hawa kwamba poleni mliwapoteza, hawa ni Wakenya, hawa ni watoto wetu. Kwa mfano, chukulia swala ambalo rais amejitokeza akampigia wazazi wa Ojwang, Mungu amrehemu, Ojwang yale alipitia, na akawapigia simu na akanena nao na kuna hela fulani alipeana. Je, hao wengine 61, je Mama Rex, je mama ule kutoka Rongai, je wale ambao tumepoteza wale? Pale ndio tatizo lipo. Lazima tukimbie kwa mbio sasa kumsaidia rais aweze kufunika haya makovu ili kuleta utaifa, na akona nafasi awape mawaziri na asasi za serikali kutimiza wajibu wake. Kwa nini inajitokeza vibaya? Nitakupa mfano. Gavana wa Trans Nzoia anatembea, tumemwona akishikwa akafungiwa kabla hata hawajafanya uchunguzi kujua kwamba makosa yake ni haya. Kuna wale ambao wametekwa nyara tukawapoteza. Hapo ndio taswira ambayo inajitokeza. Vipi rais atajinasua? Na rais akajitokeza akasema wale ambao walitekwa nyara wote wamerejea. Je, bado tuko na maswali? Nije kwa swala lingine ambayo rais ameguzia, na pengine ni vyema nikuzia swala hilo. Housing. Amesema angeomba pesa za housing zitumike kujenga masoko na yale mengine. Kumaanisha kwamba mpango uliokuwa wa hapa awali wa kufanya housing ni kama aidha hautekelezi vyema, ama taswira yake imejitokeza kwamba hizo pesa zinakuwa diverted, ama haikuwa haja ya mwananchi wa kawaida. Ndio rais anajaribu kutafuta namna, vipi nitawakitekelezea? Naomba mnikubalie hela hizi tutumie kufanya haya. Kumaanisha, na sitaki kumshabikia ule mwingine, kumaanisha kwamba rais hasikizi ground. Hivyo ndio ningependa kusema. Kumalizia, rais aache nafasi ya kukaa kwenye magari na kuchapa kampeni. Kwa sababu gani? Vile rais anapojitokeza na kunena, ndio hiyo inampa taswira mwananchi wa kawaida kuangalia, je, rais ananijali? Kumbuka kwamba huyu ni rais ambaye alikuja kwenye mamlaka na walala hoi wote walimshabikia kwa sababu alipigana na zile dynasties. Na akakuja kwamba anamshabikia mwananchi wa kawaida. Waliwapa matumaini wote kwamba ikiwa mmoja wetu ameweza kupata nafasi ya rais, hata sisi walala hoi jameni tutafika pale. Mbona rais asirejee kwa ile nguvu aliyokuwa nayo, aangalie taifa, aweke hawa mawaziri kando, aweke hawa advisors kando, ajiulize, je,
kama William Ruto, ni hivi nilitarajia uongozi wangu uwe. Na ikiwa ataangalia hivyo, basi awaite wale ambao wanalalama. Kwa mfano kanisa. Na ripoti imejitokeza wanasema kwamba kanisa liko na kasoro hapa, ama wale ambao ni foreign affairs, ama wale foreign tunaita nani? Mabalozi wale. Nataka utulie hapo. Hebu tumsikilize naibu rais Kithure Kindiki akizungumzia kauli hiyo ambayo Luchetu Likaka anataka kuizungumzia, manake wanasema makanisa na mabalozi ni ya kulaumiwa. Hebu tumsikilize. Ile vifaa vya umma viliharibiwa jana. Kenya haijawahi kuingia katika hiyo mahali, ama haijakuwa na siku kama ya jana tangu siku ile tulikuwa na ile vita vya kikabila vya 2007-2008. Lakini kuna makanisa mengine kupitia taarifa zao walichochea vijana, kuwaweka hamaki na kuwaambia wako na uhuru wa kufanya lolote watakavyo. Hao makanisa, mimi ningetaka niwaulize leo, kama ile kazi tuliona jana ndio yale mambo walikuwa wanataka ifanyike. Kuna pia mabalozi wa nchi mbalimbali ambazo ni marafiki wa Kenya, ambao pia walichochea vijana wakiwaambia mko na uhuru wa kufanya lolote mtakavyo, na msiweze kuingiliwa hata na polisi, fanyeni vile mtakavyo. Tumeona maduka yameporwa. Kuna watu jana asubuhi walikuwa mamilionea, leo ni fukara, hana hata chakula kwake nyumbani. Peter, nianze nawe. Ndoa ya kanisa na Rais William Ruto na uongozi wake ilivunjikia wapi? Manake hawa ndiko alikokuwa akipiga kampeni zake. Ndoa na Tumaini haikufunjika, manake hatujatangaziwa na kanisa, na pia yeye mwenyewe hajajitokeleza kwa watu kwa unangoja talaka ya hadharani. Haijafanyika. Si nyingine ni kuwaza, na mwenye amezungumza sio rais wetu, kwa hivyo yeye amezungumza yake, wacha nijibu kulingana vile amezungumza, kwamba kulalamika ama kusema kundi hili ama lile lina uwezo la kuzungumzia wananchi wa Kenya na wananchi wa Kenya wakafuata na sisi tuna uongozi, ni udhaifu. Uongozi ufanye kazi yake, watoe amri, na hii mambo ya kuzungumza kupeleka blame somewhere else waachane nayo. Kwa sababu shida iko hapa Kenya, na Kenya hatuami. Kenya ikichomeka tutapata shida sisi wote. Kwa hivyo kama ni mabalozi, iwe ni madhehebu fulani, walivyozungumza ni kumaanisha uzungumzi na usemi wao ni mkubwa kuliko sheria na maadili ya Kenya. Siku ile tutapata sisi ni wazalendo, utu utatuingia, na hakuna mtu ana utu ambaye ana nafasi ya kusikiza uzia, na tuache mambo ya udalali. Manake inaonekana rais wetu amezungukwa na madalali, akifikiri amezungukwa na washenga, akiwatuma pale akingojea binti aletewe, na wameenda pale wanamemna jinsi kwa barabarani. Kwa hivyo rais wetu aache wadalali, atafute washenga wenye akili timamu, mienendo mizuri, na Kenya itakuwa nzuri. Kauli yako ni nzuri, acha nichukue kama kauli yako ya mwisho. Hii pia uifanye kama kauli yako ya mwisho Luchetu, ukizungumzia kauli yake Kithure, na pia ukifunga na kauli yako ya mwisho. Langu ni kusema kwamba waache kulaumu vyombo vingine. Tatizo letu ni kwamba tuko na vijana ambao hawana tumaini, na matatizo yako mengi. Kwa sababu awali waliweza kulaumu kampuni ya Ford Foundation, na baadaye walisema sio hivyo. Tatizo liliopo sasa ni kwamba ningemuomba tu rais awasikize wa Kenya wanafinywa na kiatu upande upi. Na ikiwa ataweza kuwasikiza hivyo, basi ayatekeleze yale aliposema hapa mwaka uliopita, akisema kwamba atafanya mikutano na kujaribu kwamba vipi atawaleta na kutekeleza matakwa ya hawa vijana, na sio vijana peke yake. Kwa sababu taifa nzima kwa sasa sekta nyingi zinatatizika, na huenda hata pengine tunatarajia maandamano mengine
mwezi wa 7 kwa 7/7, na pengine hata tukianza kutekeleza sheria ambayo imepitishwa sasa ya finance bill, hii sheria ambayo tuko nayo sasa Finance Act, huenda pengine itaenda kutoa matatizo. Rais ajitayarishe jinsi ya kudhibiti hawa wa Kenya kwa kupitia kwa njia mwafaka ya kuelewana, na sisi wote tuko na solution ya kusaidia taifa kuendelea mbele. Asante sana. Ni Daktari Luchetu Likaka ambaye ni mchanganuzi wa sera na uongozi. Pia vile vile nimekuwa naye Peter Mutuku ambaye ni mchanganuzi wa uongozi. Nashukuru sana kwa kuja studioni adhuhuri hii kuzungumzia masuala haya ya utaifa, uzalendo, uraia na demokrasia. Lakini ameniacha na kauli moja. Rais awaondoe madalali, atafute mshenga. Manake ni kama madalali wanamharibia barua yake ambayo anampelekea wa Kenya. Hiyo ndo kauli yangu ambayo pia mimi nataka nikuachie wewe kutoka kwa wachanganuzi wangu. Tupate pumziko fupi, tukirudi tutakuja kwa awamu ya 4 na ya mwisho ambapo ni kuangazia taarifa ambazo zinajiri.